Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hapa ni Young Africans. Kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi hicho, mambo yanazidi kuwa magumu kweli kweli kuelekea kwa kile ambacho Young Africans wameweza kukitangaza, huku shirikisho la soka TFF likiweza kubanwa kweli kweli na Young Africans kwa kile ambacho Yanga wameweza kukitoa msimamo wao juu ya kile kinachoendelea, huku ikiweza kutoka taarifa kuhusiana na kiongozi mmoja ndani ya TFF kuweza kutangaza kuweza kujiuzuru nafasi yake. Ni nani huyo? Utakwenda kujua kila kitu, lakini kile ambacho amekizungumza Young Africans nimekusogezea hapa msimamo wao na jambo lao ambao wanalitaka, lakini pia mamlaka zingine zimeanza kutoa matamko juu ya dabi ya Kariakoo kuweza kuahirishwa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wao wanasema ya kwamba hawana mpango wowote kwa kuhusiana na dabi nyingine. Unaona bana, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wameweza kutoa taarifa yao kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwenye kikosi chao na mustakabali wao na maamuzi yao. Kwa nini na wamefikia vipi? Unaambiwa klabu ya soka Young Africans wameweza kutangaza, ambapo unaambiwa kamati ya utendaji wa Yanga chini ya rais mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa michezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kuhudhuria ama kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike katika tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi yani MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini wa waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi ya kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu.
huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tukio hilo la klabu ya Simba. Asubuhi tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo, mwenyekiti wa bodi ya ligi mchana wa siku hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelekezo hayo hapo juu, yafuatayo ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. 1. Klabu ya Yanga kupewa haki ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu inapogomea mechi. 2. Kamati ya utendaji wa Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. 3. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine wenye uadilifu na wenye nia njema na maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sport Club hiyo tarehe 9 mwezi wa 3 2025, ambapo walipoweza kuainisha barua yao hiyo ambayo iliyotolewa kuhusiana na kile kilichoweza kutokea, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya soka hapa nazungumzia hawa si wengine bali ni Young Africans, huku wakisema ya kwamba wenyewe hawachezi, huku raisi wa klabu hiyo anasema ya kwamba wenyewe msimamo wao ndio huo. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na mjumbe wa kamati ya usimamizi ya uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo taarifa inasema ya kwamba ameweza kujiuzuru. Taarifa inasema ya kwamba mjumbe wa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara ndugu Philemon Ntailaja amejiuzuru nafasi yake muda mfupi uliopita kutoka nje ya kikao baada ya maamuzi kutolewa, ambapo yeye anaamini hayakuwa maamuzi sahihi. Inafahamika kuwa ndugu Philemon Ntailaja hakuridhishwa na sababu nyepesi za kuahirisha mechi hiyo na kuvunja kanuni kwa makusudi. Ndugu Philemon Ntailaja rasmi sasa ameamua kujiondoa katika nafasi zake za kuiongoza za kiuongozi kwenye mpira wa Tanzania. Unaona bana, kile ambacho wao wameweza kukiweka bayana kabisa kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Bwana, weka maoni yako hapo chini, tusubiri kuweza kusikia tamko pia litatoka TFF juu ya kauli ya Young Africans. Tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo yatakayojili. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana